Sasa Biblia inasema tangu Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unatekwa na nguvu, unatekwa kwa nguvu, kwa maana ya jitihada zako mwenyewe. Usitegemee jitihada za mtu mwingine kuteka ufalme wa Mungu. Mtu mwingine atakusaidia tu ili uweze kufanya jitihada zako uteke ufalme wa Mungu. Na wakati watumishi wa Mungu watakuombea, na tumepata changamoto fulani, watakuombea, watakupa maneno ya Mungu, watakushauri. Lakini hiyo akiishia hapo, iwezekani wewe kuteka ufalme wa Mungu, lazima ufanye juhudi zako mwenyewe pamoja na misaada ya watumishi wa Mungu watakokuwa kukusaidia katika mambo ya kiroho. Lakini natakiwa wewe mwenyewe kwa nguvu zako, kwa juhudi zako mwenyewe utauteka ufalme wa Mungu. Mimi nasema tangu Yohana, maana manabii walitabiri mpaka kipindi cha Yohana, na kuanzia hapo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu uko ndani yako, kama nilivyosema, pindi tunamwamini Yesu Kristo na mfanyika mmoja wa wana wa ufalme. Ufalme huu ili uweze kukuhudumia kama mwana wa ufalme, inahitajika nguvu za Roho, na sipatikani kwa bahati, ila zinapatikana kwa mikakati au mchakato, kukubali kuanza mchakato huo. Vinginevyo utaendelea kuwa ndani yako, lakini hautakuwa na lolote. Soma Luka 17 mstari wa 20. Luka 17:20 nasema, na alipoulizwa kwa Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini, alijibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Amen. Bwana asifiwe sana. Wakamuuliza, ufalme wa Mungu utakuja lini? Akamwambia, hauzi kwa kuchunguza kwamba labda uko pale kwako. Akawadhibitishia kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yao, uko ndani yetu. Unapotubu na kuokoka, ufalme wa Mungu unakuwa ndani yako. Kwa hiyo ili kuteka, kama nilivyosema, lazima kuwe na mchakato, mikakati yako binafsi na ya kundi pia. Kama ni maombi ya kufunga, panga ratiba yako ya kuomba na kufunga. Kama ni kutumika mbele za Mungu, na leo nasema mimi nitakuwa nasafisha kanisa, mkakati wako kwamba mimi kila siku ya Jumamosi au kila siku gani, labda ya Jumatano au ya Jumanne, nitakuwa nakuja na dege kanisa, nasafisha mimi mwenyewe, au mimi nitahakikisha uwanja kuzunguka kanisa unakuwa sana, kama ni mawe yamepangwa vizuri. Ni mkakati wako wa kutaka kuteka ufalme wa Mungu. Kama ni namna fulani, labda kutoa, mimi katika mapato yangu, ukiondoa fungu la 10, nitakuwa natoa kiasi fulani. Unafanya hivyo kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, na huo ni mkakati ambao utakufanya wewe uweze kuteka ufalme wa Mungu. Na hizo mikakati sio kitu kirahisi, ni nguvu, inahitaji bidii, inahitaji kujituma, kwamba umejiwekea wewe mwenyewe toka moyoni ya kwamba nitafanya. Na katika mikakati yako
Mungu anasema hizo ni nguvu ambazo zinakufanya wewe uyaone matokeo ya ufalme. Huwezi kuyaona matokeo ya ufalme wa Mungu. Na wewe tukasema ufalme wa Mungu haupo. Kwa nini unateswa na shetani? Kwa nini shetani anageuza? Kwa nini anafanya hivi? Unaweza ukasema ufalme wa Mungu haupo kwako. Wakati Biblia inasema unapotubu na kuokoka, tayari ufalme wa Mungu uko ndani yako. Lakini unaweza usione matokeo kwa sababu huna juhudi. Huna juhudi katika kumtafuta Mungu. Una mtu akufunga na kuomba, au kila siku tu na kula unashiba kila